Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini kimetoa tuzo ya machapisho bora ya utafiti iliyotolewa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia mara baada ya utafiti wake kuhusu nishati safi ya kupikia kutambuliwa miongoni mwa machapisho bora barani Afrika. Akizungumza katika wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu inayoendelea jijini Tanga, mhadhiri wa chuo cha Mipango Dr. Anicet Rwezaula amesema tuzo hiyo inaonyesha namna chuo hicho kinavyoendelea kuwekeza katika tafiti zinazolenga kutatua changamoto za jamii. Kufanya tafiti, kwanza moja, chuo cha Mipango kimewekeza kiwango kikubwa cha fedha kwa ajili ya kuwawezesha wahadhiri kufanya tafiti mbalimbali ambazo zinalenga kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Lakini pamoja na hayo, pia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanzisha tuzo kwa ajili ya wachapishaji bora. Wale wote wanaochapisha kwenye juno kubwa sana duniani wanapata tuzo. Chuo cha Mipango tulishiriki katika shindano hilo na sisi ni miongoni mwa wale ambao tumepata sifa ya kupata tuzo hizo. Kwa hiyo siku ya leo tumepata tuzo, kwa maana ya kwamba tumepata tuzo ya cheti lakini na fedha taslimu kwa kila chapisho moja ambalo limeonekana kuwa na hadhi ya juu sana duniani. Lakini tunaendelea kukishukuru chuo cha Mipango kwa maana ya kwamba kimeendelea kujenga uwezo miongoni mwa wahadhiri ili tuweze kufanya tafiti ambazo zinalenga kutatua changamoto za jamii ambayo tunazihudumia. Kama ambavyo wote tunajua kwamba sisi ni chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini. Kwa hiyo tafiti hizo zinalenga kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wanajamii wanaoishi maeneo tofauti tofauti katika nchi hii. Kwa upande wake, mhadhiri mwandamizi wa chuo cha Mipango kampasi ya Mwanza Dr. Mwaya Biarwa amesema chapisho lililotunikiwa tuzo hiyo lilihusu teknolojia ya nishati safi ya kupikia na mchango wake katika utunzaji wa mazingira. Ukiangalia kwenye dira ya 2050 clean energy technology au teknolojia ya kupikia ni nzuri, iko linked na dira ya 2050 kwa sababu tunapoelekea tuna nchi kama nchi au nchi tofauti tofauti ikiwemo Tanzania tumelenga hasa zaidi katika kupunguza carbon dioxide ambayo ni kiashiria kikubwa cha machafuko ya hali ya hewa. Kwa hiyo clean energy technology iko well linked na environmental sustainability globally, hata katika kwa nchi moja moja. EPA yetu ilikuwa ni kwa Sub-Sahara Africa na ilikuwa ina nchi 28 na kati ya hizo nchi 28 Tanzania ilikuwepo mojawapo, na kingine EPA yetu ilikuwa ina impact factor ya 8 au site score ya 12.1. So tukawa tumeshinda hii tuzo katika kategori ya Natural Science and Mathematics. Nikiripoti kutoka hapa jijini Tanga, mimi ni Belinda Joseph.